Leo nilikuwa na mkutano wangu hapa kwenye kata ya Mongoro. Kimsingi nimemaliza ziara yangu ya mkoa wa Kigoma jana na nimeingia hapa usiku, ziara ambayo ilikuwa na mafanikio makubwa sana. Lakini nikiwa niko njiani nikapokea simu kutoka kwa waandishi mbalimbali, lakini wanachama na wapenzi wa chama chetu, wakinieleza juu ya sintofahamu iliyotokana na makamu mwenyekiti wetu wa upande wa Zanzibar, Mheshimiwa Peter Agathon Mabwira. Taarifa ile ilinishtua na kwa kweli haijeneo kwenye afya nzuri. Ikanipa pressure sababu huu ni wakati wa uchaguzi na tumekuwa tunapambana sana kutafuta kura, lakini pia na kuuza sera zetu kwa wananchi. Nitanukuu kidogo press conference aliyofanya makamu mwenyekiti Zanzibar. Ameweka msingi mimi ndio mwenyekiti wa chama taifa, pamoja na kuwa mgombea pia nafasi ya rais. Katiba yetu imeelekeza kwenye ibara ya 13(2) imesema mwenyekiti wa chama ndio mlinzi wa katiba na ndio msemaji wa chama. Makamu mwenyekiti Zanzibar jana ametoa kauli ambayo na ninyi waandishi wa habari ni mashahidi, baada ya kurusua klipu iliyopokuwa inafika majira ya saa 5 usiku, akizungumza kwamba chama chetu kimekaa na kukubaliana na kumuunga mkono mgombea wa CCM kwa upande wa Zanzibar. Kimsingi kama mwenyekiti, toka nilipoanza ziara yangu Dar es Salaam kwenda kanda ya Nyanda za Juu Kusini na hatimaye kwenda Kigoma, hakuna kikao chochote katiba ambacho kimekukaa na kutafakari ama kutoa matamko mazito kiasi hicho. Kwa hivyo kauli hii ni ya kwake na sio ya chama, na pamoja na kukanusha adui pia kama mgombea imani yake kiafya, sababu imeniletea msuko wa moyo, nimepelekea hata kushindwa kufanya mikutano yangu ambayo nilikuwa nimeiandaa ukiwemo huu wa Kahama. Kimsingi nimeuahirisha. Nimefanya mjadala na maafisa wangu muda mrefu sana toka asubuhi. Ananiambia mheshimiwa kafanye, lakini afya na dhamira yangu haiko sawa sawa, kwa sababu inakuja kunitoa kwenye reli kwa kweli, kwa sababu sisi tujenga, tunauza sera ambazo wanunuzi ni wananchi. Na huku kote nilikopita, na nyinyi mna waandishi wenzenu wao kule waweza kuwa mashahidi, na taarifa za baadhi mnaona minungo mkono kiasi kubwa sawa, lakini taarifa hii imekuja kuniathiri kiasi kikubwa, hata kapelekea kuahirisha mkutano yangu hii miwili, ikiwemo hata wa Shinyanga ambao nilikuwa nifanye kesho Shinyanga mjini. Nadhani naweza kuahirisha nipate muda wa kupumzika ili afya yangu itenjemae na kisha niendelee na majukumu hili. Lakini pia kwa pamoja na kesi yangu hii na kukanusha hayo ambayo yamezungumzwa jana na makamu mwenyekiti, lakini kwa mujibu wa katiba yetu, mamlaka niliyopewa mwenyekiti, nimemwagiza katibu mkuu ambaye yuko Dar es Salaam leo amwandikie barua ya kumsimamisha nafasi ya makamu mwenyekiti Mheshimiwa Peter Agathon Mabwira, pamoja na hao watakao wataja kama ifuatavyo. Jana kwenye press ilikuwa na ndugu na Mheshimiwa Mkude John Dijema, Salma Mateo Petro, Juma Ramadhani Kidawa, Mariam Brash ni Maseka, Makame Omar Makame na Leonard Damian Mkongo. Hawa tumewasimamisha kwa mujibu wa katiba yetu na watapelekwa kwenye kamati ya maadili, kisha shauri lao litakwenda kwenye mkutano mkuu kwa ajili ya kwenda kujitetea ili watendewe haki. Na kule kuna adhabu mbalimbali: onyo kali ama makaripio kali, kusimamishwa, kuvuliwa uongozi au hata kufutwa wanachama kwenye mkutano mkuu kwa mamlaka ambayo imemchagua. Kwa maana hiyo basi, Watanzania watambue kwamba dhamira ya chama chetu, kama jinsi ambavyo nilivyojifunga nila hiyo wakati naanza kampeni, nimekuwa nikisema kama mtetezi wa Walala, dhamira hii haijakoma na haiwezi kusitishwa na mtu mmoja. Bado nitaendelea kusimama kama mtetezi wa Walala
na hiyo nipokee kwenye mikutano mingine ambayo naendelea nayo. Nadhani Kisesa inaweza kuwa kwenye afya nzuri kuelekea huko Bunda na hatimaye Mwanza na kuelekea ziara nyingine. Baada ya kuzungumza haya, ni watake wa Tanzania katika uchaguzi huu, katika wakati wa uchaguzi tunao, waendelee kudumisha amani na mshikamano, na sisi wanasiasa tuendelee kunadi sera zetu kwa njia ya kistaarabu, kujenge hoja, tujibizane kwa hoja, tukitambua kwamba taifa hili la kwetu sote, na mwisho wa uchaguzi tunahitaji kuliacha taifa liko salama salimini, na patiwepo na lugha za kutweza utu wa mtu, kusemana kusikokuwa na sababu, bali tushinanishe sera kama ambavyo sheria ya siasa inazungumza kwenye kanuni. Kila chama kina wajibu kushinanisha sera na chama kingine kwa lengo la kuunga mkono na si zingineje. Baada ya kusema watu shabari, nashukuru sana. Kesho kamati ya kupanga ratiba inakaa kupitia. Kwa hiyo nitaomba taongea na katibu mkuu Ahmed Mjumbe ile kamati wanipangie tarehe nyingine. Kwa sababu ninairisha mkutano wa Shinyanga mjini, lakini na mkutano Kishapu. Nikitoka hapa nitakwenda Kitesa, nitakwenda Bunda, nitakwenda mkoa Mara mjini, nitapita Mwibara, nitakuwa na Mwanza, nikitoka Mwanza nitakuja Kishapu. Kwa wakati nakuja Kishapu, nadhani watakao wameshaniombea kwamba ndio ninapotoka Shinyanga nirudi Kahama tena. Baada ya hapo nitakwenda Urambo Usoke nilipozaliwa, ambako nilipita masalimio wananchi, sikuwa na ratiba, lakini njiani waliniambia lazima urudi nyumbani tufanye mkutano. Kwa nitarudi Usoke nikafanye mkutano. Nikitoka hapo nitakwenda kaskazini shuka mpaka Tanga, Dar es Salaam, baadaye nimekwenda kusini kuelekea Mbeya. Ndio.